ambao nao watakuwa, hawa ni watu gani? Hawa ni mali ya Mungu. Hawa ni mali ya Mungu, lakini pia ni mali ya Yesu. Kwa sawa, ni sawa na kilichoangalia siku ya jana pia, kwamba kuna watu ambao wana chapa ya mnyama, si ndivyo? Wana chapa ya mnyama kwamba hii ni mali ya shetani. Shetani hajawaumba hao watu, lakini kawafanya nini? Ni watu wa Mungu ambao wameweza kuwaiba na kuweza kujifanya mali yake. Kwa hiyo ili tuweze kuepuka hii chapa ya mnyama, ni lazima tuweze kufanya nini? Tuweze kushinda, tuweze kumshinda huyo mnyama na sanamu yake na hesabu ya jina lake. Nini maana ya kumshinda mnyama na sanamu yake na hesabu ya jina lake? Pasaka, si ndivyo? Kuweza kufanya Pasaka. Na natumai tuliweza kuona maana ya Pasaka, si ndivyo? Pasaka ni kutoka sehemu ya kifo kwenda sehemu yenye uzima, kutoka sehemu ya utumwa kwenda sehemu ya kuwa huru, kutoka sehemu ya mateso kwenda sehemu yenye amani. Kwa sawa? Kwa hiyo tukiweza kuangalia kile ambacho kinatununua ni nini? Damu ya Yesu, ambayo inatuonyesha yale yote ambayo ameweza kufanyika juu ya huyu mnyama ambaye ameweza kuweka chapa wateule wa Mungu. Sawa? Na kwa kufanya hivyo kupitia hii damu ya Yesu ambayo ni neno lilofunuliwa linaloshuhudia uhalisia wa kitabu cha Ufunuo, tunafahamu kwamba kumbe kuna bahari na kuna sehemu ambayo wateule wa Mungu wameweza kupokea chapa ya mnyama hapafai kukaa. Kwamba hiyo damu ya Yesu inatununua, na kwa wale ambao watanunuliwa na hii damu ya Yesu, hawa ndio ambao wanakuwa wapi? Wanakuwa hapo mlima Sayuni, ambao tukiweza kuangalia leo, tutaweza kuangalia pia kuna matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. Tutaweza kuwafahamu ni akina nani, lakini pia tutaweza kuangalia kile ambacho kimeweza kuelezewa kulingana na Ufunuo sura ya 14. Kwa hiyo tuweze kuwasha maiki zetu tuweze kusoma kichwa cha Ufunuo 14 mara 2. 1, 2, 3. Ufunuo 14. 44 matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. 144 matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. Mbona tunasoma zigzag sana? Tuweza kurudia tena 1, 2, 3. Ufunuo 14 144,000 matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. Amina, asante sana kwa kuweza kusoma vizuri. Leo tuweza kusoma Ufunuo sura ya 14. Ufunuo sura ya 14 na kichwa kinachosema 144,000 matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. 144,000 matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. Kwenye Ufunuo sura ya 13 tuliweza kuona kuna watu ambao wameweza kupokea chapa ya mnyama na kusaliti. Kwa sawa, ni watu ambao wamepokea chapa ya mnyama na kuweza kusaliti kwenye Ufunuo sura ya 13, si ndio? Lakini leo tutaweza kuangalia Ufunuo 14 inazungumzia nini? 144,000 matunda ya mlima Sayuni, matunda ya mlima Sayuni. Kwamba tukiweza kuangalia 144,000 ambayo ni matunda ya kwanza ya mlima Sayuni, kwamba hao ni malimbuko. Hao ni malimbuko na ni wale ambao wameweza kutiwa muhuri. Hao watu wana nini? Wana muhuri wa Mungu, lakini pia na muhuri wa mwanakondoo upo katika vipaji vya nyuso zao. Nini maana yake? Kwamba hawa ni watu ambao ni nini? Mali ya Mungu, lakini pia ni mali ya Yesu. Wale ambao wamevunwa, si ndivyo? Wale ambao wamevunwa na wameweza kutiwa muhuri. Tuweza kuangalia pia kwenye Ufunuo sura ya 7, tuliweza kuona malaika ambaye anawatia watu wa Mungu muhuri, si ndivyo? Hukumu imesitishwa na huyu malaika akaweza kuwatia watu wa Mungu muhuri. Tuweza kuangalia uhalisia wa yule ambaye ameweza kuwatia watu wa Mungu muhuri. Huyu malaika anafanya kazi na nani? Mchungaji aliyeahidiwa, Yohana mpya, si ndivyo? Huyu ndiye ambaye ameweza kuwatia watu wa Mungu muhuri na kuweza kuwafanya wao nini? Matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. Kwa hiyo tukiweza kuangalia 144,000, haya ni matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. Ni matunda ya kwanza ya mlima Sayuni. Na tukiweza kuangalia juu ya mlima Sayuni, mlima Sayuni ni nini? Tukiweza kujiuliza swali juu ya mlima Sayuni. Je, ni ule mlima ambao uko kule Israeli? Hapana, si ndivyo? Tukiweza kuangalia juu ya mlima ambao uko wa kimwili ambao uko kule Israeli, si ndivyo? Ule mlima wa kimwili ambao uko kule Israeli, ambao tukiweza kuangalia huu mlima ambao uko kule Israeli ambao ni mlima wa kimwili, upo katikati ya mji mkuu wa Israeli ambao ni wapi? Yerusalemu. Tuko sawa? Ule mlima ambao uko kule Yerusalemu, uko kule Israeli ambao ni katikati ya mji mkuu ambao ni Yerusalemu, ambao ule mlima una urefu wa mita 800. Sasa una urefu wa mita 800. Tofauti na huu mlima ambao tumeweza kuona kuna mlima Sayuni kwa wakati huu. Sawa? Huu mlima Sayuni ni mlima wa kiroho. Kwamba hili ni taifa jipya la Mungu na watu wapya wa Mungu
wale ambao wamezaliwa kwa mbegu ya Mungu, wametiwa muhuri, wamevunwa, wako wapi? Wako kwenye makabila 12 ambayo ni ufalme mpya wa Mungu, ambao ni nini? Ni mlima Sayuni. Kwa hiyo tukiweza kuangalia juu ya mlima Sayuni wa kiroho, mlima Sayuni wa kiroho ni nini? Mlima Sayuni wa kiroho ni nini? Ni kusanyiko la wateule wa Mungu waliozaliwa kwa mbegu ya Mungu, wamevunwa, wametiwa muhuri, ambao tukiweza kuangalia uhalisia ni hawa ambao wameweza kukusanyika kwenye makabila 12 ambayo yako mlima Sayuni. Kwa hiyo ni mlima wa kiroho, si ndivyo? Kusanyiko la wateule wa Mungu waliozaliwa kwa hiyo mbegu ya Mungu, lakini pia wametiwa muhuri na wamevunwa. Wako wapi? Wako hapa mlima Sayuni. Hiyo ni familia mpya ya Mungu na taifa jipya la Mungu. Lakini pia tukiweza kuangalia kuna hawa 144,000. Haya ni nini? Matunda ya kwanza, au tunaweza kusema ni malimbuko. Matunda ya kwanza au nini? Au malimbuko. Sasa tutaweza kuwafahamu vizuri hapo mbeleni kwamba hawa matunda ya kwanza ni watu gani, lakini hawa 144,000 wanafanya nini, si ndivyo? Na tukiweza kuangalia namna ambavyo hii namba imeweza kupatikana 144,000, tunaweza kuangalia kwenye Ufunuo sura ya 7, si ndivyo? Kuna makabila 12 ambayo kila kabila lina watu 12,000. Kwa hiyo tukizidisha 12,000 mara 12 tunapata ngapi? 144,000. Kwa hiyo tukiweza kuangalia juu hawa 144,000, hawa ni watu gani? Hawa malimbuko ni makuhani ambao nao wataweza kuwatia muhuri watu wengine. Kwa sawa, hawa wametiwa muhuri, nao hawa ni makuhani ambao wataweza kuwatia muhuri watu wengine, wale ambao wataweza kuja katika huu mlima Sayuni ambao ni mlima Sayuni wa kiroho, sivyo? Kusanyiko la kiroho la wateule wa Mungu, kusanyiko la kiroho la wateule wa Mungu ambao wamezaliwa kwa mbegu ya Mungu, wamevunwa na wamefanya nini? Wametiwa muhuri, wameweza kudhibitika kwamba ni milki na ni mali ya Mungu pia, na wameweza kukusanyika katika ili kusanyiko la wateule wa Mungu. Kwa hiyo tutaweza kuangalia ni nani mmiliki wa huu mlima Sayuni, nani ambaye ni mmiliki wa huu mlima Sayuni. Tutaweza kufahamu vizuri kwamba je, ile ni kanisa la mtu au ni nani. Lakini pia tukiweza kuangalia kwenye Ufunuo sura ya 14 mstari wa kwanza, tumeweza kuona mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, kwamba hili ni kanisa la Yesu. Hapa ni mahali ambapo Yesu anakusanya matunda yake, yale matunda ambayo ameweza kuyavuna kutoka wapi? Kutoka shambani. Wale ambao wamelitambua neno na kuweza kufanya nini? Kuweza kuja katika mlima ambao ni mlima wa wokovu. Na hapa ndio mahali ambapo Yesu ameweza kuandaa kwa ajili ya kuweza kuwapatia watu wake wokovu. Tutaweza kujikumbushia kidogo juu ya matukio ambayo uhalisia wa matukio na namna ambavyo matukio yameweza kutimia. Uhalisia wa kitabu cha Ufunuo tutaweza kuangalia juu ya miaka ya utimilifu. Nadhani tunakumbuka. Leo nataka nyie muweze kushare kile ambacho kinaendana kulingana na miaka ya utimilifu, ili tuweze kuona kama tunaweza kuliandika neno katika mioyo yetu. Comment tuweza kuweka mwaka, alafu tuweza kusema katika huo mwaka nini kimetokea na ni tukio gani ambalo liliweza kutokea katika huo mwaka. Amina. Mwaka wa kwanza ndio huu, tuweze kusema nini, kitu gani ambacho kimetokea kwenye huu mwaka, matukio uhalisia, si ndivyo? Nimeshia mwaka tayari, sijasikia sauti yoyote. Yesu anawachagua wajumbe 7. Amina, Yesu anawachagua wajumbe 7. Mwaka gani? Mwaka 1966. Mwaka 1966 Yesu ameweza kuwachagua wajumbe 7, na ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 3 tarehe 14 ambayo Yesu ameweza kuwachagua wale wajumbe 7 ambao walifanya kazi kama kinara cha taa. Tuweze kwenda kwenye mwaka unaofuata, mwaka 67. Kuna matukio mawili. Mchungaji wa ahadi anachaguliwa. Mchungaji wa ahadi anachaguliwa? Hapana, mchungaji wa ahadi hajachaguliwa mwaka 67. Kama ulitaka kupatia, lakini kuna kitu ambacho kimemisi hapo. Na mchungaji wa ahadi alijiunga na hao wajumbe 7. Amina, asante sana. Kwenye huu mwaka 67 mwezi wa pili, mchungaji wa ahadi aliweza kuingia kwenye hekalu la hema. Na tukio la pili kwenye huu mwaka 67, kunatokea usaliti. Amina, asante sana. Usaliti wa kwanza unatokea kwenye huu mwaka 67, ambao ilikuwa ni mwezi gani? Mwezi wa 7. Tuweze kuendelea mwaka unaofuata, mwaka 71.
Na- Anaondoka kwenye Anachaguliwa hekalu. mchungaji wa ahadi. Okay, Anaondoka. Amina, na nasikia sauti ya mtumishi wa Mungu Grace ama ameweza kusema Yohana mpya au mchungaji wa ahadi aliweza kuondoka kwenye nini? Aliweza kuondoka kwenye hii hema wajumbe 7. Pale alipoona matukio ya usaliti ambayo yanaendelea kwenye hekalu la hema aliweza kuondoka. Tuweze kuendelea, tuweze kuangalia pia mwaka mwingine. Kuna mwaka 1975 mwaka 75 Mchungaji wa Nikolai anaingia kwenye. Amina, si ndivyo? Mnyama wa nchi anaingia, si ndivyo? Mnyama wa nchi ambaye ni mchungaji wa Nikolai anaingia kwenye hema, ambaye ni nani? Mr. O anaingia kwenye hema. Tueleze kwa maana mwaka mwingine, mwaka 77 Yesu anamteua Yohana mpya. Amina, mchungaji aliyeahidiwa anachaguliwa, ambaye ni nani? Yohana mpya anachaguliwa kwenye mwaka 77 na kuweza kuonyeshwa matukio yote ambayo alikuwa anaendelea kwenye hema la hekalu, lakini pia akaweza kufanya nini? Akapewa kazi ya kutuma barua za Yesu kwenda kwa wajumbe 7. Ni mwaka gani ambao barua zimetumwa? Mwaka 1979. Amina, 79, si ndio? Okay, sawa, tunakumbuka. Kwa barua hizi za Yesu zimeweza kutumwa kwenda kwa wajumbe 7 ambazo zimeweza kutumwa, tuliweza kuona kwenye Ufunuo sura ya 2 na 3, si ndivyo? Kwenye mwaka 80 kuna tukio gani? Wanasikiliza mafundisho ya mchungaji Nikolai. Okay, mwingine ambaye anaweza akajaribu kwenye mwaka 80 kuna tukio gani ambalo limetukia? Tukumbuke hapa. Okay, kwenye mwaka 80 Yohana mpya ameitwa wapi? Ameitwa mbinguni katika ulimwengu wa kiroho. Tumeweza kuona ni matukio ya Ufunuo sura 4 na 5, si ndivyo? Matukio ya Ufunuo sura 4 na 5, baada ya kutuma barua anaenda mbinguni katika ulimwengu wa kiroho na anaonyeshwa kiti cha enzi cha Mungu na muundo katika ulimwengu wa kiroho. Lakini pia kwenye Ufunuo sura ya 5 ameweza kuona mmoja ameketi kwenye kiti cha enzi na ameshikilia kitabu kilichofungwa kwa mihuri 7. Kwa sawa? Nadhani tumeweza kujitahidi kukumbuka, tuendelee kukumbuka hii miaka ya utimilifu. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa ni wale ambao tumeweza kufahamu kile ambacho kimeweza kutimia. Lakini pia tukaweza kuangalia kwenye Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa kwanza hadi wa 11, tuliweza kuona kwamba theluthi robo ambayo tukaweza kuangalia ni 1/4 ambayo ni robo ya waumini wa hema, roho zao ziliweza kufa. Roho zao ziliweza kufa ni pale ambapo mihuri imeweza kufunguliwa, pale ambapo muhuri wa kwanza mpaka wa 5 umeweza kufunguliwa. Tuliweza kuona 1/4 ya roho za waumini wa hema ziliweza kufa, na tukaweza kuangalia ni kile kwamba kilele cha uharibifu, kilele cha usaliti kimefikia na miaka 14 ya nini? Miaka 14 ya usaliti, miaka 14 ya usaliti, ambao tukaweza kuangalia ni mpaka kwenye muhuri ule wa 5 wakati ambao unafunguliwa, ndio usaliti unafikia kilele. Lakini pia tukaweza kuona kuna kipindi cha uharibifu, si ndivyo? Kuna kipindi cha uharibifu ambacho kinaanzia kwenye Ufunuo sura ya 6 mstari wa 12, wakati ambao muhuri wa 6 unafunguliwa. Hicho ni kipindi cha uharibifu, si ndio? Tuliweza kuona kwamba jua linatiwa giza na mwezi unakuwa kama damu na nyota zinaanguka, kwamba hii ni familia ambayo ilikuwa ni ya mbinguni lakini imeweza kufika mwisho. Lakini tuliweza kuona pia kwenye huu muhuri wa 6, 1/3 ya roho za waumini wa hema zimeweza kufa. Lakini pia tukaweza kuangalia kwenye tarumbeta ya 8 na ya 9, 1/3 pia imekufa, lakini pia ya 9 na 1/3 imekufa. Na kwenye Ufunuo sura ya 12 tumeweza kuona theluthi ya mwisho inamalizikia, kwamba roho za waumini ziliweza kufa kwa namna hiyo. Kwa hiyo tukaweza kuangalia pia juu ya kipindi cha uharibifu ni kuanzia mwaka 80 mwezi wa 3, si ndivyo? Mwezi wa 3 ambao tukaweza kuangalia, huu ni wakati ambao matukio ya uharibifu walikuwa wanaendelea, kwamba mnyama wa baharini alikuwa ameingia kwenye hema na matukio ya uharibifu alikuwa yanaendelea. Na kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha uharibifu ambayo watu wa hema ya maskani
wameweza kupokea nini? Wameweza kupokea chapa ya mnyama, na kilikuwa ni kipindi cha miezi 42 ambayo ni sawa na miaka 3.5, ambayo ni miaka 3.5 ya nini? Ya uharibifu. Lakini pia tuliweza kuona wakati ambao hukumu ilikuwa inaendelea, baada ya kuweza kufunguliwa kwa muhuri wa 6, tuliweza kuona hukumu imesitishwa. Kwenye Ufunuo sura ya 7 tuweza kuona kuna uumbaji mpya wa taifa jipya la Mungu, na kuna watu ambao wameweza kupigwa muhuri, si ndivyo? Kuna malaika ambao amekuja na muhuri wa Mungu na kuweza kuachia muhuri wa Mungu. Watu wa Mungu hawa ni watu gani? Taifa jipya la Mungu na watu wapya wa Mungu ambao wameweza kutiwa muhuri, na tukiweza kuangalia uhalisia wa huyu malaika ambaye amekuja na muhuri kwamba anafanya kazi na nani? Yohana Mpya, mchungaji aliyeahidiwa. Huyu ndiye ambaye atakayewatia muhuri watu wa Mungu. Na tunaweza kuona pia kuna uumbaji wa makabila 12 ambayo ni Israeli mpya ya kiroho. Naam, kuna changamoto. Kuna mic ambayo iko on, kuna changamoto. Kwa hiyo tukiweza kuangalia pia ushindi kwa upande wa Mungu umeweza kuonekana, na hekalu la hema ya ushuhuda likafunguliwa mbinguni. Hekalu la hema ya ushuhuda limefunguliwa wakati gani? Mwaka 84. Mwaka 84 mwezi wa 3 tarehe 14. Hii ni tarehe rasmi ambayo hekalu la hema ya ushuhuda limefunguliwa. Hekalu la hema ya ushuhuda limefunguliwa hapa ni nini? Ni sana mlima Sayuni pia. Lakini pia tukiweza kuangalia kwenye Ufunuo sura ya 11 ule mstari wa 15, tunaweza kuona kwamba wakati wa tarumbeta ya mwisho ambao ni tarumbeta ya 7, ufalme wa dunia unakuwa ufalme wa Mungu, na Mungu anakuja na kuweza kutawala na watu wake milele. Ni sawa pia na tulivyoona kwenye Ufunuo 12 ule mstari wa 10 mpaka wa 12. Sasa kumekuwa wokovu na nguvu, na Mungu wetu anamiliki. Sasa pale ambapo mtoto wa kiume ameweza kulishinda kundi la joka. Kulishinda kundi la joka kupitia silaha gani? Damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda. Lakini pia kwenye Ufunuo 15 ule mstari wa 5 tumeweza kuona, baada ya hayo nikaona natazama hekalu la hema ya ushuhuda limefunguliwa mbinguni. Kwamba hapa ni mahali ambapo mataifa yote wanakuja kufanya nini? Wanakuja kuabudu. Sababu hapa ndipo ambapo Yesu ameweza kuyakusanya mazao yake yale ambayo yametoka shambani. Mavuno ambayo yametoka shambani yamekusanywa wapi? Katika hekalu la hema ya ushuhuda. Au tunaweza kuangalia kwenye Ufunuo 14 ni mlima Sayuni. Kwa leo tunaweza kuangalia Ufunuo 14, tunaweza kuangalia kile ambacho pia nimeweza kuweka utangulizi kwamba mlima Sayuni ni nini? Mlima Sayuni huu ni mlima wa kiroho. Huu ni mlima wa kiroho ambao ni kanisa la Yesu, si ndivyo? Kanisa la Yesu ambalo ameweza kulifanya sehemu ya kusanya nini? Watu wake, wale wateule ambao watakaowapatia wokovu. Na hapa ndipo ambao kuna kusanyiko la Yesu ambalo wataweza kupokea wokovu. Lakini tunaweza kuona wa kwanza ambao wameweza kukusanywa ni watu gani? Kuna malimbuko ambao ni makuhani ambao hawataweza kuachia pia muhuri watu wengine. Kwa hiyo tuweza kuangalia Ufunuo 14 mstari mmoja baada ya mwingine tuweze kufahamu yale ambayo yameweza kuelezewa kwenye hii sura ya Ufunuo 14. Mtumishi wa Mungu Grace Ami, unaweza ukatusomea Ufunuo 14 ule mstari wa 1 hadi wa 5. Tasoma. Kisha nikaona natazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake la jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi kuu. Na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinumbi wakipiga vinumbi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai 4 na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwanakondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwanakondoo, na katika vinywa vyao au kuonekana uongo, maana hawana mawaha. Amen. Amina, asante sana. Natumai tumeweza kuona kile ambacho kimeweza kuelezewa kwenye Ufunuo sura ya 14. Tukianza na mstari wa kwanza anasema, kisha nikaona natazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Kisha nikaona, ni nani anaona? Yohana Mpya, si ndivyo? Yohana Mpya ndiye anaona haya matukio ambayo anatimia kitabu cha Ufunuo. Mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni,
Mwanakondoo ni nani? Mwanakondoo ni Yesu, si ndivyo? Mwanakondoo ni Yesu. Amesimama juu ya mlima Sayuni, kwamba huu ni mlima wa kiroho, kusanyiko la wateule wa Mungu ambao wamezaliwa kwa mbegu ya Mungu, wamevunwa na kisha wametiwa muhuri na wameweza kusajiliwa kwenye hayo makwela 12 ambayo yako hapa mlima Sayuni. Kwa hiyo mlima Sayuni wa kiroho, ili ni kusanyiko la wateule wa Mungu, wale ambao wamevunwa, lakini pia wamefanya nini? Wametiwa muhuri, na hao ndio ambao wameweza kukusanyika katika ili kusanyiko la watu, kwamba ni kusanyiko la wateule wa Mungu. Kwa hiyo tukiweza kuangalia kwamba hili ni kanisa la Yesu, si ndivyo? Tumeweza kuona mwanakondoo mwenyewe ndiye ambaye ni mmiliki wa huu mlima Sayuni ambao ni mlima wa kiroho. Na hapo awali nimeweza kuambia pia juu ya mlima Sayuni ambao uko kule Israeli, si ndivyo? Ambao uko kule Israeli, ambao uko katika ule mji mkuu ambao ni wapi? Yerusalemu, ambao ule mlima una takriban ya mita urefu wa mita 800, ndivyo? Kama tuweza kuangalia, wengi sana hata hapo wale walikuwa wanatafsiri Biblia kwamba kuna kanisa kuu ambalo litajengwa kule Yerusalemu. Hapo ndipo ambao utakapojua kwamba kurudi kwa Yesu kumekaribia. Lakini je, ilikuwa inamaanisha hivyo? Hapana. Tuweza kuangalia juu ya mlima Sayuni ambao unaonekana kwa wakati ambao ni mlima wa kiroho, si ndivyo? Ambao mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, ili huu ni mlima wa kiroho, kusanyiko la wateule wa Mungu ambao wamezaliwa kwa mbegu ya Mungu. Kusanyiko la wateule wa Mungu ambao wamezaliwa kwa mbegu ya Mungu, wamevunwa lakini pia wametiwa muhuri. Sawa? Kwa hiyo ni kusanyiko la wateule wa Mungu ambao wameweza kuvunwa na wameweza kutiwa muhuri. Na hao tukiweza kuangalia juu ya tukiweza kuendelea kwenye mstari wa pili, anasema kabla mstari wa pili anasema hapa mlima Sayuni kuna watu 144,000 ambao wako pamoja na mwanakondoo, wenye jina lake na jina la baba yake katika vipaji vya nyuso zao. Hawa watu ambao wamekusanyika hapa mlima Sayuni pamoja na mwanakondoo wameweza kutajwa kama ni 144,000, lakini wana jina la Yesu pamoja na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Na tunakumbuka kwamba jina ni neno, si ndivyo? Jina ni neno. Yohana sura ile ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Jina ni neno. Kwamba ni watu ambao wana neno la Mungu na neno la Yesu katika mioyo yao na akili zao pia. Sawa? Tunaweza kuangalia pia kile ambacho kimeweza kuwekwa sheria ya Agano Jipya, kwamba familia ya Mungu itakuwa ni wale ambao watakaoliandika neno katika mioyo yao na akili zao pia. Kitabu cha Ibrania sura ile ya 8 mstari ule wa 10 hadi 12. Mungu anasema kwamba wale ambao watakaoliandika neno katika akili zao na mioyo yao, hao ndio watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu kwao. Kwa hiyo tumeweza kuona kwamba kuna watu ambao wana jina la Mungu na jina la Yesu katika vipaji vya nyuso zao. Hawa ni watu gani? Wale ambao wameweza kuliweka neno la Mungu na neno la Yesu katika mioyo yao na akili zao. Neno la aina gani? Uhalisia uliotimia wa Agano Jipya, kitabu cha Ufunuo. Wameweza kuyaandika hayo maneno ya ufunuo katika akili zao na mioyo yao pia. Hao ndio ambao wanakuwa nini? Mali ya Yesu, lakini pia wanakuwa mali ya Mungu pia. Tuweze kusoma mstari mmoja, huo mstari tuweze kuangalia Ibrania sura ya 8 ule mstari wa 10 hadi 12. Waebrania ngapi? 8 mstari wa 10 hadi 12. Tasoma. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Amen. Amina. Natumai tumeweza kusikia hiyo mistari, si ndivyo? Hii ndiyo sheria nitakayoagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile. Sawa? Ni watu gani ambao Mungu anaagana nao? Sheria ya Agano Jipya, Israeli wapya wa kiroho. Sawa? Waisraeli wapya wa kiroho, kwamba kile ambacho kitatakiwa kwa nyakati hizi tulizonazo, mtu ambaye ataonekana ni familia ya Mungu, ndivyo, au familia ya Yesu, ni ule ambaye ameweza kuyaandika maneno ya ufunuo katika akili yake na moyo wake pia. Huyu ndiye anaonekana ni familia ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tunaweza kuona namna ambavyo Mungu ameweza kuelezea vizuri kwamba kwa wale ambao watakaoiandika hii sheria katika mioyo yao na akili zao, hao ndio watakuwa watu wake, na yeye Mungu mwenyewe atakuwa Mungu kwao. Kwa hiyo tumeweza kuona pia kuna vigezo vya kuweza kumuita Mungu Baba. Kwamba ni watu gani hawa? Wale waliozaliwa kwa mbegu ya Mungu ndio wana vigezo vya kuweza kufanyika watoto wa Mungu. Nadhani tunakumbuka maana ya kuzaliwa mara ya pili, si ndivyo? Tunakumbuka maana ya kuzaliwa mara ya pili.
Na tuliweza kuona pia Yesu aliweza kumwambia mtu mmoja hapa ambaye aliweza kumwambia Nikodemo, si ndivyo? Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tukiweza kuangalia mlima Sayuni, huu ni ufalme wa mbinguni. Huu ni ufalme wa Mungu ambao uko wapi? Uko hapa duniani. Na watu wanaoingia ni wale ambao wamezaliwa mara ya pili, waliozaliwa kwa mbegu ya neno. Wamefahamu siri za ufalme wa mbinguni, wamefahamu siri za baba yao. Na hawa ndio ambao wanaingia kwenye huo ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tukiweza kuangalia wana jina la baba yake, wana jina la baba yake, wana jina la Yesu na jina la baba yake, kwamba ni wale watu ambao wameweza kuandika maneno ya Yesu na maneno ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Hao ndio ambao wameweza kufanyika familia ya Mungu, lakini pia familia ya Yesu pia. Tuko sawa? Natumai tunaweza kuelewa juu hicho. Lakini pia tukiweza kuendelea, anasema mstari wa pili anasema, nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao. Kuna sauti ambayo imesikika kutoka mbinguni. Ni sauti ya nani? Sauti ya Yesu, si ndivyo? Sauti ya Yesu wakati anatimiliza kitabu cha Ufunuo. Na tumeweza kuona kuna sauti ambazo zinasikika pia ambazo ni sauti za wapiga vinubi. Kinubi ni nini? Kinubi ni neno la Biblia, si ndivyo? Kwamba kuna watu ambao wanashika maneno ya Biblia, na kwamba nini maana ya kupiga kinubi? Kwamba ni watu ambao wameweza kuyashika maneno ya Biblia, wanapiga vinubi vyao, kitu ambacho kimeweza kuelezewa pia. Lakini pia kwa namna ambayo tumeweza kuona kuna watu ambao ni 144,000. Watu ambao ni 144,000 ambao ni watu gani hawa ambao wameweza kuonekana? Kuna watu 144,000 kwamba hawa ni makuhani ambao ni makuhani wa Israeli wapya wa kiroho waliokusanywa kwa kuvunwa kama malimbuko. Hawa ni makuhani ambao ni wa Israeli mpya ya kiroho waliokusanywa kwa kuvunwa kama malimbuko. Kwa hiyo tukiweza kuangalia huu uzao wa kwanza, hawa ni watu gani? Hawa ambao ni wa kwanza ambao ni 144,000 hao ni makuhani. Na hawa makuhani hawa ni watu ambao wataweza kuatia muhuri watu wengine. Na tukiweza kuangalia wamenunuliwa kupitia nini? Kupitia damu ya Yesu. Damu ya Yesu imeweza kuwanunua na kuweza kuwafanya ufalme na makuhani. Ni sana kilichotokea pia wakati wa Israeli ya kimwili, si ndivyo? Mungu aliweza kuambia wale wa Israeli wa kimwili, ikiwa wataweza kulitii na kulishika neno lake kweli kweli, atawafanya pia ufalme na makuhani. Lakini hawakuweza kuzingatia na waliweza kuliacha neno. Waliweza kuasi, kwa kutokana na hicho hawakuweza kufanyika tena makuhani. Kwa hiyo tumeweza kuona wakati wa utimilifu wa kitabu cha Ufunuo kuna makuhani wa Mungu ambao Mungu anaweka hapa duniani. Hawa wako wapi? Wako mlima Sayuni, ambao tukiweza kuangalia haya ni mazao ya kwanza ambao ni malimbuko 144,000 ambao hawa wataweza kuatia muhuri watu wengine. Tuweze kuangalia andiko moja ambalo linazungumzia juu ya hawa makuhani. Tuweze kusoma Ufunuo 14 ule mstari wa 14 hadi 16. Ufunuo 14 mstari wa 14 hadi 16. nitasoma. Kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Amen. Amina. Tumeweza kuona haya ni malimbuko ya kwanza ambayo ameweza kuvunwa kutoka kwa wapi? Kutoka katika nchi, ambao ni watu ambao walikuwa katika shamba. Shamba la Yesu ni nini? Ukristo. Hapa ni mahali ambapo mavuno yameweza kutoka, si ndivyo? Kwamba tuliweza kufahamu kile ambacho kiliweza kutokea kwenye hili shamba la Yesu. Yesu aliweza kupanda mbegu njema kama ambavyo tuliweza kuona kwenye Mathayo 13:24 hadi 30, si ndivyo? Yesu ameweza kupanda mbegu njema, kwamba Yesu aliweza kuhubiri injili ya ufalme wa mbinguni katika hilo shamba lake ambalo ni Ukristo. Lakini pia adui nayo ameweza kupanda magugu katika hilo shamba la Yesu. Kwenye Ukristo kuna mbegu hizo mbili, si ndivyo? Kuna mbegu ya Mungu ambayo tukiweza kuangalia ni mbegu ambayo Yesu ameweza kuipanda,
lakini kuna mbegu ambayo ni ya shetani, magugu. Na wanafunzi wa Yesu waliweza kumuuliza Yesu kwamba twende tukayang'oe yale magugu, akamwambia hapana, viacheni vikue vyote viwili kwa pamoja. Wakati wa mavuno tuweza kutenganisha hizo mbegu mbili. Ngano itawekwa ghalani, magugu yatabaki shambani, yatachomwa moto. Nini uhalisia huu mfano? Kama tukiweza kuangalia ni shamba la Yesu na Ukristo, si ndivyo? Na kuna hizo mbegu mbili, kuna mbegu ya shetani lakini pia kuna mbegu ya Mungu. Kwa namna pekee ya kuweza kutenganisha hizi mbegu mbili ni kuenda wapi? Kufanya mavuno, na mavuno yanaenda ghalani. Tukaweza kuangalia ghala ni wapi? Mlima Sayuni. Hapa ni mahali ambapo mavuno yanakusanywa. Mavuno yanakusanywa na kuweza kutambulisha, kuweza kutambua kwamba miliki ya Mungu ni ipi, lakini pia ni ipi mali ambayo ni ya shetani. Kwa hiyo kwa wale ambao wanabaki shambani, hakuna mali ya Mungu hapo, si ndivyo? Na ni sehemu ambayo pia hukumu inakuja. Ni sehemu ambayo hukumu inakuja kwa sababu baada tukiweza kuangalia maandiko ya namna ambayo amesema kwamba baada ya ngano kuweza kuondolewa, magugu yatabaki shambani na atachoma moto. Kwa hiyo kitu ambacho kitatambulisha kwamba ni mtu ni gugu ni kitu gani? Hajavunwa, ndivyo? Kama mtu hajavunwa, ina maana bado uko shambani na ni sehemu ambayo hukumu inakuja. Na tutarajia kubaki hapo shambani kwa kuwa maandiko, kile ambacho Mungu ameahidi kitatimia kwa 100%. Ndivyo? Mungu ni Mungu anayeahidi na kutimiza. Kwa nini Mungu ametuambia mapema? Ili itakapotokea tuweze kufahamu na tuweze kuamini. Kwa tumeweza kuona kwenye Ufunuo 14 kuna mavuno ambayo yamefanyika sawa sana ahadi ya Yesu, si ndivyo? Sawa sana ahadi ya Yesu aliweza kusema kwamba wakati wa mwisho nitawatuma malaika zangu ataweza kuvuna na sauti kuu ya parapanda. Na huu ni wakati ambao mavuno yameweza kufanyika, na tumeweza kuona mazao ya kwanza ambayo tumeweza kuona ni malimbuko. Uzao wa kwanza ni malimbuko, ambao tukiweza kuangalia uhalisia wa watu ni watu gani? 144,000 ambao hawa ni makuhani. Hawa ni makuhani wa Yesu na Mungu ambao wataweza kuatia muhuri watu wengine pia. Lakini pia tuweze kuangalia kile ambacho kimeweza kuandikwa kwenye Yeremia. Tuweze kusoma kitabu cha Yeremia sura ile ya 3 mstari ule wa 14 na 15. Kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Yeremia sura ya 3 mstari wa 14 na 15, nayo inasema, rudini enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu, nami nitatoa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni. Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Amen. Amen, asante sana. Natumai tumeweza kusikia ile andiko, si ndio? Hasa mstari wa 15 ameweza kusema, nami nitawapa ninyi wachungaji watakaowalisha ninyi kwa hekima na maarifa. Hao ni watu gani? Makuhani ambao tumeweza kuona ni malimbuko, ambao wako wapi? Wako mlima Sayuni. Hapa ni mahali ambapo watu wa Mungu wataweza kulishwa kwa hekima na maarifa. Kwa maana nyingine, hao ni watu gani? Wanawatia muhuri watu wa Mungu. Sasa wanawatia muhuri watu wengine, na tukiweza kuangalia pia kile ambacho kimeweza kuandikwa kwenye Malaki sura ile ya 2 mstari wa 5 hadi wa 7, kwamba ndani ya kinywa cha kuhani kunatoka maarifa. Na kwa namna hiyo ni mtu ambaye anaweza kuwatia muhuri watu wengine, wale ambao wako wapi? Hawajaweza kusikia maarifa ya neno la kweli la Mungu. Kwa hiyo tukiweza kuendelea na ule mstari wa 3, mstari wa 3 anasema hao watu ambao wamekusanyika mlima Sayuni wanafanya nini? Anasema, na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wanne na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Hao ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana-kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu malimbuko kwa Mungu na kwa mwana-kondoo, na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Amina. Mstari wa 3 na wa 5 tumeweza kuona hawa makuhani wanaimba wimbo mpya. Wanaimba wimbo mpya. Tunakumbuka wimbo mpya ni nini? Nini maana wimbo mpya? Tumesahau. Na mbona nasikia sauti ambayo iko chini sana? Nini maana wimbo mpya?
Neno la Agano Neno la, Jipya. la Ufunuo. Amina. Wimbo mpya ni neno la ufunuo, lakini haijakaa vizuri. Mchungaji Sylvester ameweza kupatia japo haijakaa vizuri, ni sawa. Wimbo mpya ni nini? Neno la Injili ya Ufunuo, milele Agano la kwamba Kale. okay, sawa. Injili kwa kifupi tunaweza kusema ni injili ya milele, kwamba ni injili ambayo ni uhalisia uliotimia wa kitabu cha Ufunuo. Huo ndio wimbo mpya ambao hawa makuhani wanaimba, si ndivyo? Wanaimba wimbo mpya. Nini maana ya kuimba? Kwamba hawa wanafanya nini? Wanayasema hayo maneno ya kitabu cha Ufunuo, wanatangaza huo uhalisia uliotimia wa nini? Wa kitabu cha Ufunuo, ambao ni uhalisia wa kimwili ambao umetimia, na huo ndio wimbo mpya ambao unaimbwa. Lakini pia na sisi tunapaswa kuweza kuimba wimbo, si ndivyo? Kwa maana ya kuimba ni kutoa ushuhuda wa uhalisia wa kitabu cha Ufunuo duniani kote. Hawa makuhani ndio watakuwa na hiyo kazi ya kuweza kutoa ushuhuda wa uhalisia uliotimia wa kitabu cha Ufunuo. Mahali gani? Duniani pote. Lakini pia tukiweza kuangalia wimbo mpya kama ambavyo tumeweza kusema ni injili ya uhalisia unaoshuhudia utimilifu wa kitabu kizima cha Ufunuo. Injili ya uhalisia unaoshuhudia utimilifu wa kitabu kizima cha Ufunuo. Huo ndio uhalisia wa wimbo mpya. Kwa hiyo si ndivyo? Kwa makuhani wanaimba wimbo mpya kwamba hawa wanahubiri injili iliyotimia ya uhalisia wa kitabu kizima cha Ufunuo. Lakini pia na sisi ambao tunasikiliza tuweza kuwa pia makuhani, si ndivyo? Tuweza kuwa makuhani, tunapaswa kuweza kuweka juhudi, kupigwa muhuri, ili na sisi tuweze kuwa makuhani, kwamba tuweze kuhubiri injili ya milele. Na tuweza kuangalia kwamba hii ni injili aina gani? Hii ni injili ya milele. Sawa, hii ni injili ambayo itaweza kuhubiriwa milele. Lakini pia tumeweza kuona mbele ya kiti cha enzi, kiti cha enzi ni ulimwengu wa kiroho ambao utashuka hapa mlima Sayuni. Tuko sawa? Ni kiti cha enzi katika ulimwengu wa kiroho, lakini pia kiti cha enzi kiko wapi? Kiko mlima Sayuni pia. Kwa nini? Kwa sababu tumeweza kuona kuna mchungaji aliyeahidiwa. Lakini pia hapa ni mahali ambapo mbingu katika ulimwengu wa kiroho itashuka. Itakuja wapi? Itakuja hapo mlima Sayuni. Na Mungu atakaa pamoja na watu wake milele. Sawa, na hilo ndio kusudi la Mungu, si ndio? Lakini pia tukiweza kuona kwenye mstari wa 4 ameweza kusema hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, maana ni bikira. Hawajatiwa unajisi pamoja na wanawake, maana ni nini? Maana ni bikira. Sawa, nini maana ya kutoa unajisi pamoja na wanawake? Mwanamke ni mchungaji, si ndivyo? Mwanamke ni mchungaji. Kwamba hawajatoa unajisi pamoja na wanawake, nini maana yake? Hawajajichafua mahali popote kwa mchungaji yeyote wa uongo. Wameweza kusimama na nini? Wamesimama na neno la kweli tu, ambalo ni neno lilofunuliwa, ambalo limetoka wapi? Kwa mchungaji aliyeahidiwa. Lakini pia ameweza kusema maana ni bikira, kwamba tukiweza kwa kuangalia bikira kwamba hawajajihusisha sehemu yoyote na nani? Na ndoa na shetani. Wameweza kukata ndoa na shetani, na wao wanamfuata mwanakondoo kila aendako. Wanamfuata mwanakondoo kila aendako, kwamba wanalifuata neno la Yesu. Wanaongozwa na neno lilofunuliwa, ambalo ni neno la nani? Neno la Yesu. Jana pia niliweza kusema, si ndivyo? Jana niliweza kusema kwamba tunapaswa kuweza kuongozwa na neno. Na ni sawa na hao ambao tumeweza kuona kwamba hawa ambao wanamfuata mwanakondoo kila aendako, si ndivyo? Kwamba ni watu ambao wanalifuata neno la Yesu. Wanaongozwa na neno la Yesu, na kila ambapo wanaenda ni kwamba neno linaongoza. Na ndio maana wamekuja wapi? Wameweza kuja hapo mlima Sayuni, kwa sababu wameweza kuliangalia neno. Hata sisi ambao tumeweza kusikiliza neno tunapaswa kuongozwa na nini? Kuongozwa na neno. Tuweze kuja hapa mlima Sayuni kwa sababu tumeongozwa na neno, si ndivyo? Lakini tusije kwa sababu mwinjilisti ameniambia bwana unatakiwa ufanye Pasaka, lakini mtu anakuja kishingo upande, si ndivyo? Kishingo upande. Kwamba ni nini maana yake? Kwamba ni mtu ambaye hajalielewa neno. Sawa? Huyo anakuja kishingo upande ni mtu ambaye hajalielewa neno. Au mtu ambaye anasema subiri mwinjilisti, subiri tu nitakwambia, ni mtu ambaye hajafanya nini? Hajalielewa neno. Au mwingine kuna maslahi binafsi ambayo anaweka mbele zaidi. Tunapaswa kuongozwa na nini? Tunapaswa kuongozwa na neno. Tunaweza kuona kwamba hao walioko mlima Sayuni wanamfuata mwanakondoo kila aendako, kwamba anaongozwa na neno. Lakini pia anasema hawa wamenunuliwa katika wanadamu malimbuko kwa Mungu na kwa mwanakondoo. Nini ambacho kimewanunua? Damu ya Yesu. Je, mimi nimenunuliwa na damu ya Yesu? Damu ya Yesu imeninunua. Tunafahamu maana ya damu ya Yesu, si ndivyo? Na Yesu pia aliweza kusema kwamba hata kula tena mzao wa mzabibu
mpaka itakapotimia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tumeweza kuona ufalme wa Mungu ni wapi? Mlima Sayuni, si ndivyo? Hapa ni mahali ambapo wale ambao wameweza kununuliwa kwa damu ya Yesu wamekusanyika. Mahali ambapo wale ambao wameweza kununuliwa kwa damu ya Yesu wamekusanyika. Kwa hiyo tukiweza kuangalia pia hawa 144,000 ambao ni malimbuko, hawa nini ambacho kimeweza kuwanunua? Damu ya Yesu. Neno lilofunuliwa linaloshuhudia utimilifu wa Agano Jipya, kitabu cha Ufunuo. Wameweza kutambua mapenzi ya Mungu ni yapi na wameweza kuyafanya. Kwa kufuata nini? Wanaongozwa na neno, wanamfuata mwanakondoo kila aendako. Lakini pia mstari wa 5 anasema, na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Hawasemi tena neno lolote la uongo la aina yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu hawajihusishi na uongo wa aina yoyote. Wamelitambua neno na wameelewa neno, wanalifuata neno, wanaongozwa na neno la kweli, na ndio maana hawajihusishi na uongo wa aina nyingine yoyote. Kwa sawa? Kwa sisi tunapaswa kuwa ni wale ambao tumeweza kununuliwa kwa hiyo damu ya Yesu. Kwa kuweza kununuliwa kwa damu ya Yesu tunakuwa ni wale ambao tunapata nini? Msamaha wa dhambi. Natumai tuliweza kuona mistari ambayo inaelezea vizuri juu ya wale ambao wamenunuliwa kwa damu ya Yesu. Kwa sawa? Tukiweza kuangalia pia kwenye kama makuhani nini ambacho kimenunua damu ya Yesu. Tukiweza kuangalia kuna Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 6, Ufunuo 5 mstari wa 9 na wa 10, lakini pia kuna wengine ambao ni umati mkubwa ambao nao ni Ufunuo 7 mstari wa 14. Kwa hiyo tukiweza kukumbuka hiyo mistari muhimu zaidi, tuweze kusoma mstari mmoja tuweze kuona wale ambao wamenunuliwa kwa hiyo damu ya Yesu. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5 na wa 6. Tasoma Ufunuo 1 mstari wa 6. Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Unaweza ukasoma mstari wa 5 na wa 6. Mtumishi wa Mungu amesoma wa 6 peke yake. Wa 5 na wa 6. Sawa. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kwa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Amina, asante sana. Tumeweza kuona Yesu anatuosha dhambi zetu kupitia damu yake. Kupitia damu yake. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaoshwa dhambi zao kupitia hiyo damu ya Yesu ni wale ambao wamelitii neno. Ili tuweze kupokea utakaso, tunapaswa kufanya nini? Kulitii neno. Kwa hiyo kwa wale ambao wamelitii neno, hao ni watu ambao wanaoshwa na hiyo damu ya Yesu. Ndio ambao damu ya Yesu inafanya kazi kwao, wale ambao wameweza kulitii neno. Lakini pia tumeweza kuona hii damu ya Yesu inawanunua watu na kuweza kuwafanya ufalme na makuhani kwa Mungu. Hawa ni watu gani? Malimbuko ya kwanza ya Mungu, ambao hawa wataweza kuwatia muhuri watu wengine, ambao tumeweza kuona ni wale 144,000 ambao wamesimama pamoja na mwanakondoo juu ya mlima Sayuni na wanamfuata mwanakondoo kila aendako, kwamba ni watu ambao wanaongozwa na neno na hawajaeleza kulifuata neno kutoka kwa mchungaji wote wa uongo. Kwa nini? Kwa sababu wameweza kuitambua kweli. Sawa? Lakini pia tumeweza kuona ni bikira kwa sababu hawajafanya uasherati na shetani au na wachungaji wa uongo, wanaishika imani, si ndivyo? Wanaishika imani kwamba hawajaweza kufanya uasherati na mchungaji wote, wameweza kukata kitovu, si ndivyo? Wameweza kukata kitovu na shetani, na hawa ni watu ambao wameweza kuwa mali ya Mungu, na hawa ndio ambao wanamfuata mwanakondoo kila aendako, kwamba wanafuata neno, wanalifuata neno. Na tumeweza kuona kwamba ni malimbuko ambao ni hao ni 144,000 ni malimbuko, kama hawa ndio uzao wa kwanza kuvunwa. Hao ni uzao wa kwanza kuvunwa tangu ambapo Yesu aliweza kupanda mbegu miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo tumeweza kuona ni kwa nini malimbuko, kwa sababu hawa ni uzao wa kwanza, si ndivyo? Tangu ambapo Yesu aliweza kupanda mbegu miaka 2000 iliyopita, haya ndio mavuno ya kwanza ambao ameweza kuvunwa. Na sana ahadi ya Yesu, si ndivyo? Yesu aliweza kuahidi kwamba atatuma malaika zake kuja kuvuna na sauti kuu ya parapanda. Na huu ni wakati ambao kazi ya mavuno inafanyika, na hawa watu wa Mungu wanakusanywa wapi? Mlima Sayuni, ambao ni watu wapya wa Mungu na taifa jipya la Mungu, wale ambao wameweza kununuliwa kwa damu ya Yesu. Kwa kila wakati napaswa kuweza kufahamu, kujiuliza swali, si ndivyo? Je, mimi nimenunuliwa kwa damu ya Yesu?
Damu Yesu imenunua, sijaweza kuona kazi ya damu Yesu kwa wakati ambao utimilifu wa Agano Jipya kitabu cha Ufunuo unatimia. Kwa hiyo kama mtu hajaweza kuona kazi ya damu Yesu, itakuwa ni mtu ambaye bado yuko wapi? Yuko baharini na sehemu ambako hukumu inakuja, sehemu ambako hukumu inakuja. Lakini pia tunaweza kuona kwenye mstari ule wa 5, mstari wa 5 unasema hivi: na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Katika vinywa vyao kuonekana uongo, maana hawana nini? Hawana mawaa. Nini maana yake? Kwamba wanatoa na kushika neno la kweli, wanatoa na kulishika neno la kweli, hawana lawama zozote, hawana lawama zozote. Kwa sababu tunaweza kuona kitu ambacho kinatoa lawama ni nini? Kwa mtu anayeongeza na kupunguza kwenye neno la Mungu. Tunaweza kuona pia kwenye Methali 30 mstari wa 6, si ndivyo? Usiongeze au kupunguza katika maneno yake, Mungu asije akakulaumu akakuona wewe ni muongo. Tuko sawa? Au tumeweza kuona uongo katika neno la Mungu ni kuweza kuongeza, kuweza kuweka mawazo binafsi na kuweza kuondoa kitu chochote au kuweza kusema tofauti na mapenzi ya Mungu. Huo ndio uongo. Kwa hiyo tumeweza kuona kwamba hawa ambao wameweza kuambia kwamba katika vinywa vyao hawana mawaa, nini maana yake? Kwamba wanatoa na kushika neno la kweli na hawana lawama zozote, kwamba hawaongezi na kupunguza. Lakini pia tuliweza kuona kwenye Ufunuo 22:14 na 19 kila ambacho Mungu ameweza kuelezea kwamba kwa wale ambao wanaongeza na kupunguza, sehemu yao ni wapi? Katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu, wataenda jehanamu, na hatupaswi kuweza kuongeza wala kupunguza. Tuweze kuangalia mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 8. Mstari ule wa 6 mpaka ule mstari wa 8. Mtumishi wa Mungu Elizabeth, unaweza ukatusomea mstari wa 6 hadi wa 8? Tutasoma Amen. Ufunuo 16:6. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Amen. Amina. Asante sana kwa kuweza kusoma vizuri. Tumeweza kuona mstari ule wa 4 mpaka mstari wa 6 mpaka ule wa 8. Mstari wa 6 unasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, akiwahubiri hao wakao juu ya nchi. Hii mbingu ambayo imetajwa kwamba kuna malaika ambaye anaruka juu ya mbingu, hii ni mbingu ipi? Mlima Sayuni, si ndivyo? Mlima Sayuni ni ufalme wa Mungu, kwamba hiyo ni mbingu. Kwa nini? Kwa sababu kiti cha enzi cha Mungu kiko hapo, lakini pia mchungaji aliyeahidiwa yuko hapo. Kwa hiyo ni mbingu, na huyu malaika ambaye anaruka juu ya mbingu, huyu ni roho ambaye anafanya kazi pamoja na nani? Na huyu mchungaji ambaye anawatia watu wa Mungu muhuri. Huyu malaika ana nini? Ameweza kuambia kwamba ana injili ya milele. Injili ya milele ni nini? Neno linaloshuhudia uhalisia wa utimilifu wa kitabu kizima cha Ufunuo. Wa neno linaloshuhudia uhalisia wa utimilifu wa kitabu kizima cha Ufunuo. Kwa hiyo anahubiri hao wakao katika nchi. Nchi ni wapi? Hema ya Mungu, mlima Sayuni. Hiyo ni nchi, kwamba kuna wateule wa Mungu ambao kuna taifa jipya la Mungu. Kwa sawa, kuna taifa jipya la Mungu, lakini pia watu wa kila taifa na kabila na lugha na jamaa wanapaswa kuweza kusikiliza ushuhuda ambao umetimia, si ndivyo? Huu ushuhuda ambao umetimia, ambao ni uhalisia wa utimilifu wa kitabu cha Ufunuo. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa huyu mchungaji aliyeahidiwa. Madhehebu yote na makanisa yote wanapaswa kusikiliza ushuhuda ili waweze kuja wapi? Waweze kuja katika ufalme wa Mungu. Ndiyo, kuna changamoto, kuna mic iko on.
Okay, sawa, tuweze kuendelea. Kwa hiyo mataifa yote, madhehebu yote, watu wa kila dini, watu wa kila dhehebu, watu wa kila mafundisho wanapaswa kuweza kusikiliza huu ushuhuda uliotimia wa uhalisia wa utimilifu wa kitabu kizima cha Ufunuo kutoka kwa nani? Kutoka kwa huyu mchungaji aliyeahidiwa ambaye yuko kwenye ufalme wa Mungu ambao ni mlima Sayuni. Kwa sawa, ambao tukiweza kuangalia ni makanisa, madhehebu, mafundisho na waumini wanapaswa kuweza kusikiliza huu ushuhuda uliotimia wa kitabu cha Ufunuo. Lakini pia malaika anasema akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji pia. Anawaambia nini? Kwamba waweze kumcha Mungu. Sehemu ambako kuna wacha Mungu ni sehemu gani? Wale ambao wanafanya maisha imani kutokana na neno la Mungu la kweli ni wale ambao wameweza kukusanyika hapo mlima Sayuni. Hawa ni watu ambao wanamwabudu Mungu sawa sana nini na neno lake. Ni sawa na kile ambacho pia kiliweza kuandikwa kwenye Yohana sura 4, si ndivyo? Yohana sura 4 ule mstari wa 23 na 24. Saa ipo na saa inakuja ambapo waabuduo halisi watakapomwabudu Baba Mungu katika roho na kweli. Kwamba waabuduo halisi wako wapi? Wako mlima Sayuni. Watu wanaomwabudu Mungu kulingana na neno lake. Na hayo ndo mapenzi ya Mungu. Ndivyo? Hayo ndo mapenzi ya Mungu, kwamba kile ambacho Mungu anataka tumtambue kwanza au tumjue kwanza, ndipo tuweze kuitoa ibada mbele zake. Na kile ambacho Mungu ameweza kusema pia, sadaka na matoleo ni chukizo kwake kabla mtu hajamfahamu. Mungu anataka mtu amfahamu kwanza, alafu ndipo aweze kumtolea hayo matoleo. Kwa hiyo tukiweza kuangalia mahali ambapo walipoabudu halisi ni wapi? Mlima Sayuni. Hapa ni mahali ambapo watu wanaomwabudu Mungu sawa sana neno lake walipo, na ni mahali ambapo watu wanaomcha Mungu walipo. Ndivyo? Na anasema saa hukumu imekuja. Saa hukumu imekuja, kwamba tukiweza kuangalia wokovu unaenda sambamba na hukumu. Wale ambao wamekusanyika mlima Sayuni, hao ni watu ambao watapata wokovu wa Mungu. Lakini kwa wale ambao wamebaki baharini, hukumu inakuja kwao. Kwamba hukumu inakuja kwao. Na tukiweza kuangalia pia ule wakati wa Nuhu, si ndivyo? Wakati wa Nuhu, wale ambao waliweza kuingia kwenye safina, hao ndio watu walipata wokovu. Lakini vipi wale ambao waliweza kubaki? Hukumu ilikuja kwao, si ndivyo? Ile gharika iliweza kuwameza. Ni sana wakati wa ujio wa pili pia, wale ambao watakaoingia kwenye hii safina wokovu ambao ni mlima Sayuni, hao ni watu ambao watakaookolewa. Lakini kwa wale watu ambao wako nje ya hii safina, hukumu inakuja kwao. Kwa hiyo wokovu unaenda sambamba na hukumu, na ndicho ambacho kimeweza kuzungumziwa juu ya huo mstari wa 7. Lakini pia mstari wa 8 ameweza kusema, kisha malaika mwingine wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliounywesha mataifa yote mbinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Umeanguka, umeanguka Babeli ule ulio mkubwa. Babeli hili ni taifa la shetani. Babeli ni taifa la shetani, na tukiweza kuangalia uhalisia wa Babeli, kulikuwa na Babeli wakati wa Agano la Kale, kwamba ilikuwa ni taifa la kimwili ambalo pia liliweza kuweka mateka watu wa Mungu, si ndivyo? Wakati wa ujio wa pili, Babeli ni nini? Babeli hili ni taifa la shetani ambalo limeweza kuwatumikisha wateule wa Mungu. Na uhalisia wa Babeli ni nini? Ulimwengu wa Kristo ambao umepotoka. Kwa sawa, tumeweza kuona kile ambacho ameeleza kuelezea kwamba Babeli umeweza kuwanywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Nini maana yake? Kwamba tumeweza kuona katika ulimwengu wa Kristo wa mafundisho ya uongo, nini ambacho kimetokea? Kwamba madhehebu yote yameweza kudanganywa. Kupitia nini? Kupitia mafundisho ya uongo ambayo ni neno la uongo kutoka kwa nani? Kutoka kwa shetani. Tuweza kusoma mstari mmoja ambao ni Ufunuo 18 ule mstari wa 2 na wa 3. Ufunuo 18 mstari wa 2 na wa 3. Ufunuo 18 mstari wa 2 na wa 3. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza.
kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Amen. Amen. Natumai tumeweza kusikia Babeli, si ndivyo? Babeli ambayo ameweza kuonyesha mataifa yote mvinyo wa uasherati. Mataifa yote ni watu gani? Makanisa yote yako hapo, si ndivyo? Makanisa yote yako hapo, kwamba ameweza kusikiliza mafundisho ya uongo ya kahaba na kundi lake. Mafundisho ya uongo na ya kahaba na kundi lake, kwamba ni mafundisho ya uongo ya shetani, si ndivyo? Kwamba mataifa yote wameweza kudanganywa. Na tukiweza kuangalia juu ya mvinyo wa uasherati, hii ni sumu ya nyoka, si ndivyo? Mafundisho ya uongo sana, kile ambacho kimeweza kuelezewa kwenye Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 32 hadi 33. Sawa, kwamba msumu yao, mvinyo wao ni sumu ya majoka, uchungu mkali wenye kuua, ndio kwamba ni mafundisho ya uongo ambayo yanatoka kwa nani? Kwa shetani. Na tumeweza kuona namna ambavyo shetani ameweza kuliharibu taifa la Mungu wakati wa ujio wa pili, ambao ni madhehebu yote ya Kristo wameweza kudanganywa kupitia nini? Kupitia huo mvinyo wa uasherati. Madhehebu yote yameweza kudanganywa na yameweza kupotoka. Kwa hiyo Babeli itafanya nini? Babeli itahukumiwa. Ndio maana tumeweza kuona umeanguka Babeli ulio mkuu. Babeli ulio mkuu, Babeli itahukumiwa. Na tukiweza kuangalia yule ambaye atakayehukumu taifa la Babeli, ambao ni ulimwengu wa Kristo, ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Na huo ndio uhalisia wa shamba, si ndivyo? Huo ni uhalisia wa shamba, kwamba shamba hili litahukumiwa, ambao ndio Babeli. Mungu mwenyewe ndiye atakayehukumu hii Babeli. Kwenye Ufunuo sura ya 18 kuna hukumu ya Babeli. Sawa? Na Mungu ameshika moto katika mkono wake wa kuume na ataweza kuihukumu ili taifa la Babeli. Kwa hiyo tupaswe kubakia hapa, kwa sababu ni nini? Hili ni taifa la shetani, na hii ndio maana Mungu anahukumu hii Babeli. Sababu gani? Kwa sababu shetani yuko hapo. Ndivyo, shetani yuko hapo Babeli, na Mungu ataweza kulihukumu ili taifa la Babeli. Kwa nini? Kwa sababu watu wote wameweza kunywa mvinyo wa uasherati ambao ni sumu ya majoka na kuweza kumwacha Mungu, si ndivyo? Kwa hiyo pia ameweza kufanya uasherati na nani? Na huyo shetani, na kuweza kumwacha Mungu. Lakini pia tukiweza kuangalia kwenye Ufunuo sura ya 18, Ufunuo sura ya 18 inaelezea nini? Ndoa na shetani aliyeharibu mataifa yote. Mataifa yote ni madhehebu yote ambayo ameweza kufunga ndoa na shetani. Tuko sawa? Ambayo ameweza kufunga ndoa na shetani na ameweza kumwacha Mungu aliye mume. Kwa amefunga ndoa na shetani, kwa hiyo tunapaswa kuweza kukatisha hii ndoa na shetani, si ndivyo? Kwa kufanya nini? Kukununuliwa na damu ya Yesu. Tuweze kuja mlima Sayuni, ambako ni sehemu pekee ya ukombozi ambako wokovu unapatikana. Tuweza kuangalia mstari ule wa 9 hadi ule wa 12, mstari wa 9 hadi wa 12. Mtumishi wa Mungu Grace Sha, unaweza ukasomea. Ufunuo 14 mstari wa 9 hadi wa 12. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za Mwana-Kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila ipokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Amen. Amen, asante sana. Natumai tumeweza kuona mstari wa 9 hadi ule wa 12. Anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake na katika mkono wake. Au tumeweza kuona kuna watu ambao wana chapa ya mnyama, si ndivyo? Kuna watu wana chapa ya mnyama. Siku ya jana pia tuliweza kuona kuna watu ambao wameweza kupokea chapa ya mnyama. Lakini pia tumeweza kuona kuna watu ambao wanamsujudia huyo mnyama. Tuliweza kuona pia mnyama ni nini? Mnyama tuliweza kufahamu juu ya ni watu ambao hawana uelewa kumjua mtakatifu, si ndivyo?
na tuliweza kuona wakati wa ujio wa pili ni kundi la waharibifu. Ni kundi la waharibifu ambalo linaweza kuharibu kazi ya Mungu. Kwa hiyo tumeweza kuona watu ambao unasema, na mwingine katika malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama. Akimsujudia huyo mnyama, kwamba tutaweza kuangalia mnyama ni kundi la waharibifu, si ndio? Waharibifu ambao waliweza kuharibu hema mbinguni, lakini pia uharibifu umeweza kuendelea katika bahari nzima. Katika Ukristo wote uharibifu umeendelea. Kwa sababu gani? Tumeweza kuona kuna manabii wengi wa uongo na wachungaji wengi wa uongo. Hakuna nini? Hakuna neno la uzima. Kwa wale ambao wanamsujudia huyo mnyama, lakini na sanamu yake. Naweza kusema na sanamu yake. Sanamu nini? Wachungaji wa uongo. Wachungaji wa uongo ambao tunaweza kuona pia kwenye ile hema mbinguni kuna wale wachungaji 17 ambao waliweza kuwekwa wakfu, ambao ni sanamu, si ndivyo? Hakuwa na vigezo vya kuweza kuwa wachungaji, lakini waliweza kuwekwa katika hiyo nafasi za kuwa wachungaji, na wakaweza kuwa ndio mikia ambao imeweza kuangusha theluthi ya nyota za mbinguni. Sasa tukiweza kuangalia pia uhalisia ambao unaendelea katika ulimwengu wa Kristo, ndicho ambacho kinaendelea, kwamba sanamu ndizo ambazo zinaangusha nini? Zinaangusha mioyo ya waumini ambao ni Wakristo ambao ni watu gani? Wachungaji wa uongo na manabii wa uongo, wale ambao wanatafsiri Biblia kwa mitizamo yao na kwa mawazo yao pia. Lakini pia tumeweza kuona kuna kipengele cha kupokea chapa, wale ambao wameipokea chapa ya huyo mnyama. Wale ambao wameweza kuipokea chapa ya huyo mnyama ni watu gani? 666 ambao ni mafundisho ya uongo, neno la mnyama. Kwa sawa, tuliweza kuona siku ile ya jana kwenye Ufunuo 13 kwamba namba 666 ni jina la mnyama. Ndivyo, ni jina la mnyama, kwamba hili ni neno la mnyama, mafundisho ya mnyama ambao ni neno la uongo kutoka kwa huyu mnyama, ambao ni nini? Mvinyo wa ghadhabu ya uasherati. Hayo ndio namba 666. Lakini pia tukiweza kuendelea, tunaweza kusema kwenye mstari wa 10 anasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganyishwa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Hawa watu ambao wameweza kupokea chapa ya mnyama, nini ambacho kitatokea? Wataweza kupokea mvinyo wa ghadhabu ya Mungu ambao hujachanganyishwa na maji. Nini maana yake? Kwamba ili neno la hasira ya Mungu, ni neno la ghadhabu ya Mungu ambalo litaweza kuwahukumu wale ambao wamefanya nini? Wameweza kupokea hii chapa ya mnyama. Neno la hasira ya Mungu litaweza kuwahukumu wale ambao wameweza kupokea hiyo chapa ya mnyama. Lakini pia amesema kwamba atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Hawa watu wataweza kuteswa katika moto ambao wamefanya nini? Kwa moto na kiberiti. Hii ni nini? Hii ni adhabu ya milele. Hii ni adhabu ya milele ambayo inapatikana wapi? Jehanamu. Tuweza kuangalia ni kifo cha pili, si ndivyo? Kifo cha pili, na natumai tunakumbuka juu ya kifo cha pili. Kifo cha pili ni adhabu ambayo roho inapokea baada ya mwili kufa. Ni adhabu ya milele ambayo roho inapokea baada ya mwili kufa. Natumai tuliweza kuona pia kwenye zile baraka ambazo ziko kwenye Ufunuo sura ya pili, si ndivyo? Kwenye Ufunuo sura ya pili, na tuweza kuangalia hii ni baraka ambayo ni ya pili, si ndivyo? Baraka ya tatu. Baraka ya kwanza tuliweza kuona ni haki ya kula matunda ya mti wa uzima, ya pili taji ya uzima, ya tatu kutopatikana na madhara ya kifo cha pili. Kwamba huyu ni mtu ambaye Mungu ameweza kusema kwamba huyu mtu ambaye atakuwa na chapa ya huyu mnyama, ina maana atateswa katika moto na kiberiti, kwamba ni watu ambao wataweza kupitia kifo cha pili, wataweza kwenda Jehanamu, si ndivyo? Ambapo kuna moto usiozimika milele. Lakini ameweza kuelezea juu ya kuna watu ambao hawajamsujudia huyo mnyama, si ndivyo? Kuna watu ambao hawajaweza kumsujudia huyo mnyama. Anasema hao wamsujudia huyo mnyama na sanamu yake, na kila apokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo.
hawa watu ambao wameweza kupokea chapa ya mnyama na kuweza kumsujudia huyo mnyama, kwamba tukiweza kuangalia imeanzia wapi, kwenye ile hema ya mbinguni ambayo imesaliti, wameweza kupokea chapa ya mnyama. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wanaenda katika hiyo jehanamu ya milele na moto usiozimika. Lakini pia wana chapa ya huyo mnyama, wanachapa huyo mnyama kwamba wana jina la mnyama katika mioyo yao. Ndio, wana hiyo chapa ya mnyama kwamba wana jina la mnyama katika mioyo yao. Wameweza kuyashika mafundisho ambayo ni ya shetani, si ndivyo? Kwa tukiweza kuangalia mafundisho ya mnyama alikuwa ni ya shetani. Kwa watu ambao wameweza kuyashika mafundisho ya shetani ni watu ambao wanaenda katika jehanamu ambao ni moto usiozimika milele. Lakini ameweza kusema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Kwamba watakatifu ni watu gani? Wale ambao wamekusanyika mlima Sayuni. Wanapaswa kuwa na subira. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakamilisha kazi yake, na ni watu ambao watakao tawala na Mungu milele kwenye ufalme wa Mungu. Sawa? Kwa kuwa Mungu atatimiza sana alivyoahidi. Kama Mungu amesema anakuja mlima Sayuni, ndivyo anakuja waji, ndivyo atakuja hapo mlima Sayuni. Sababu hii ni ahadi ambayo Mungu ameweza kutoa kwamba ataweza kuja katika mlima Sayuni. Kwa hiyo kwa wale waumini ambao wako mlima Sayuni pamoja na hao makuhani, hao ni watu ambao watakao tawala na Mungu milele. Na hao ni wale ambao wameweza kuliona chukizo la uharibifu na wamekimbilia wapi? Wamekimbilia hapo mlima Sayuni. Na hao ni watu ambao watatawala na Mungu milele, kwa sababu ahadi ya Mungu inatimia. Ila ambayo Mungu ameahidi kwamba kifo kitaondolewa hapo mlima Sayuni, lakini pia taabu zote na dhiki zote zitaisha, kama vile ambavyo ameweza kuelezea kwenye Ufunuo 21, ndivyo itakavyotimia. Hao ni watu ambao watatawala pamoja na Kristo pamoja na Mungu milele. Bila nini? Bila kifo, bila mateso. Okay, sawa, tuweze kuangalia mstari wa 13 hadi 16 juu ya kuvuna mavuno ambayo yamekomaa, kuweza kuyatoa katika shamba la mavuno. Mtumishi wa Mungu Grace Ame, unaweza ukatusomea mstari wa 13 hadi 16? Tasoma. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafaao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Amen. Okay, sawa, asante sana. Natumai tunaweza kusikia juu ya mavuno ambayo yanafanyika, juu ya mavuno ambayo yameweza kufanyika na mavuno tari. Nimeweza kuona malaika nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri
Mwalimu ametoka mtandaoni. Hello. Samahani, nimekuwa na shida kidogo ya mtandao. Nanisikia hapo? Ndio, tunakusikia. Hello. Tunakusikia. Okay, mwalimu ametoka kidogo, shida ya mtandao kidogo, tusubirie kidogo. Mwalimu ameweza kutoka mtandao, amesha
rejea, basi tutaweza kuendelea. Karibu mwalimu. Amina, poleni sana, nimeweza kupata shida ya mtandao, lakini umeweza kuwa vizuri, tutaweza kuendelea. Poleni sana. Okay, sawa, tuweze kuendelea. Tulikuwa tunaangalia mstari wa 13 hadi 16, si ndio? Ndio mwalimu, ndio. Mina, tuweze kuendelea. Tulikuwa tunaangalia mstari wa 13 hadi 16. Mstari wa 13 unasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu hasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Heri wafu wafao katika Bwana, si ndivyo? Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Heri wafao katika Bwana tangu sasa. Nini maana yake? Kwamba tukiweza kuangalia ni watu ambao wameweza kuyazika matendo yao ya hapo awali na wameweza kufanya nini? Kufuata neno, ameongozwa na neno na wameweza kuzika matendo yao ya hapo awali. Na hawa ni watu ambao wameweza kuzika dhambi na kuweza kufuata neno la uzima. Tuweze kuangalia mstari mmoja ambao unaelezea juu ya kufa kila wakati, si ndivyo? Wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Tuweze kusoma Warumi sura ile ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Nitasoma Warumi 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Nitasoma. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Amen. Amina, asante sana. Natumai tumeweza kusikia juu ya kufa kila siku, si ndivyo? Kwamba Kristo akiwa ndani ya mtu, ina maana mtu anakufa kila siku, kwamba mtu anaua matendo ya dhambi kila siku, si ndivyo? Anaua matendo ya dhambi kila siku. Lakini bado tuliweza kuona Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorinto aliweza kuelezea naye kwamba anakufa kila siku pale ambapo aliweza kutambua na kulielewa neno la Kristo. Tuweze kuangalia kile ambacho Mtume Paulo pia aliweza kuelezea kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 30 na 31. Mtumishi wa Mungu Grace, hapa unaweza ukasoma Wakorinto wa kwanza 15 30 na 31. Okay, naona Grace Ami yuko Wakorintho mbali. wa kwanza Naam. Wakorintho wa kwanza 15 15 30 na 31. nitasoma. Na sisi kwa nini tumo hatarini kila saa? Naam, ndugu,
kwa huku kujisifu kwangu niliponako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Amen. Amina. Tumeweza kuona pia kile ambacho Mtume Paulo ameweza kuelezea, si ndivyo? Kwa kuwa na Kristo ndani yake anakufa kila siku, kwamba alikuwa anaacha yale matendo ambayo hayastahili mbele za Mungu kila wakati, na hiyo ndio maana akufa kila siku. Kwa hiyo tumeweza kuona wale ambao wanaziua dhambi zao na kuwa wenye haki, ndivyo? Wale ambao wameweza kuziua dhambi zao na kuwa wenye haki, hao ndio ambao wanakufa kila siku, kwamba kila siku wanaua dhambi zao na kuwa wenye haki mbele za Mungu. Hao ni watu ambao wanakufa kila siku, lakini pia ni watu ambao watakaoweza kufanya nini? Kutawala na Mungu milele. Lakini pia tukiweza kuangalia, amesema tangu sasa ni kuanzia ile miezi miwili 42 ya nini? Miezi 42 ya uharibifu, ambayo ni kipindi cha uharibifu ambayo imeweza kuanzia kwenye hekalu la hema. Hapo ndipo ambapo kazi ya wokovu imeanzia, si ndivyo? Kwamba wale ambao wameweza kuliona chukizo la uharibifu wamekimbilia wapi? Wameweza kukusanyika mlima Sayuni, ambako ndipo ambapo mavuno yanakusanywa. Lakini amesema wapate kupumzika. Wapate kupumzika. Nini maana ya kupumzika? Kwamba wanaingia katika sabato ambalo ni pumziko la Mungu milele. Na tukiweza kuangalia sabato ya Mungu pale ambapo Mungu atapumzika na watu wake milele, iko wapi? Iko mlima Sayuni. Mlima Sayuni hapa ni mahali ambapo Mungu amepatamani aweze kustarehe na watu wake milele. Na tukiweza kuangalia pia kile ambacho Yesu aliweza kusema, si ndivyo? Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami nitafanya kazi. Kwenye Yohana sura ile ya 5 mstari wa 17, kwamba Mungu kwa miaka 6000 amekuwa akifanya kazi, lakini kwa wakati ambao anatimiza ahadi yake, ambao ni Agano Jipya, kitabu cha Ufunuo, huu ni wakati ambao ataweza kupumzika na wale ambao wako wapi? Wako mlima Sayuni. Na hii ndio sabato ya Mungu milele. Kwa wale watu ambao watakaoingia katika hii sabato ni wale ambao wamefanya nini? Wale ambao wameweza kulielewa neno na wako mlima Sayuni. Hao ndio watu ambao watakaopumzika na Mungu katika hii sabato ya milele ambayo iko hapo mlima Sayuni. Na ni mahali ambapo Mungu amepatamani aweze kupumzika na watu wake milele. Mstari wa 14 unasema, kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu. Ameketi mmoja mfano wa mwanadamu. Kwamba ni nani? Alionekana malaika mwenye mamlaka juu ya malaika wengine, na muonekano wake kama Yesu, si ndio? Huyo anakuja kufanya nini? Kazi ya mavuno. Anakuja kufanya kazi ya mavuno. Na anasema mwenye taji ya dhahabu, na juu ya kichwa chake na katika mkono wake mundu mkali. Juu ya kichwa chake ana taji ya dhahabu, lakini pia katika mkono wake ana mundu mkali. Taji ya dhahabu ni nini? Kuweza kuashiria utukufu. Lakini pia katika mkono wake ana mundu mkali, kwamba neno la Mungu, neno lilofunuliwa, neno ambalo linafanya nini? Litaweza kuwavuna watu. Sawa, sisi wenyewe tumeweza kulitambua neno na tumekuja wapi? Tumekuja mlima Sayuni, sababu kupitia neno tumeweza kuvunwa. Sio kwamba ni mwalimu ameweza kuambia unatakiwa uje mlima Sayuni au mwinjilisti, hapana. Kupitia neno tumeweza kulitambua neno na tukaweza kuyaona mapenzi ya Mungu. Kwa mundu mkali ambao ameweza kushikilia malaika ambaye ana muonekano wa Yesu ni neno lililofunuliwa, neno la Mungu ambalo linafanya nini? Linawakusanya wateule wake. Lakini pia mstari wa 15 anasema, na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu. Kuna malaika mwingine ambaye ametoka na kuweza kumlilia yule malaika ambaye alikuwa ameketi juu ya lile wingu. Huyu ni mfanyakazi anayetoa taarifa kwamba muda wa mavuno umefika. Sawa? Huyu ni malaika mwingine ambaye anatoa taarifa kwamba muda wa mavuno umefanya nini? Muda wa mavuno umefika. Na mavuno ya nchi yamekomaa, tayari kutakiwa kufanya nini? Kuweza kuvunwa. Lakini anasema akamlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, akisema, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Tia mundu wako ukavune, kwamba neno la Mungu ambalo linafanya nini? Linaweza kufanya hiyo kazi ya mavuno. Neno linatolewa ambalo litaweza kufanya hiyo kazi ya mavuno. Kupitia neno mtu anaweza kutambua kwamba yuko baharini au yuko shambani, ambao sio mahali panapostahiliwa kuweza kuendelea kukaa. Uhalisia uliotimia wa Agano Jipya, kitabu cha Ufunuo, ambao ni injili ya milele, mtu ataweza kutambua kwamba hapa niko wapi? Niko baharini au niko shambani. Muda wa mavuno umefika, kwamba muda wa mavuno ni wakati ambao wale ambao wamezaliwa kwa mbegu ya Mungu anakuja wapi?
wanakuja mlima Sayuni, waumini wanaovunwa baada ya kuzaliwa kwa mbegu ya Mungu, ambao wanasajiliwa kwenye makabila 12, ambao tumeweza kuona malimbuko ya kwanza ni 144,000, kwamba 144,000 ni watu gani? Ni makuhani wa Mungu ambao nao pia wataweza kuatia muhuri watu wengine. Lakini pia mstari wa 16 anasema aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Ameweza kutupa mundu juu ya nchi na nchi ikafanya nini? Nchi ikavunwa. Nchi ni watu gani? Waumini kama kondoo, wale ambao wanaongozwa na neno, ndivyo? Waumini kama kondoo, wale ambao wanaongozwa na neno, baada ya kusikiliza neno la kweli na kuweza kutambua kwamba hapa shambani sio mahali pa kuendelea kukaa, wameweza kufuata nini? Wameweza kuongozwa na neno. Tukiweza kuangalia pia kile ambacho kimeweza kuandikwa kwenye Mathayo 24 ule mstari wa 40 na 41. Mathayo 24 mstari wa 40 na 41. Kuna mtu amepata? Nitaweza kusoma Mathayo 24 mstari wa 40 mpaka 41. Anasema, wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Nina watu wanavunwa, si ndivyo? Tukiweza kuangalia kwenye Mathayo 24 ameweza kuelezea kwamba watu wawili watakuwa shambani, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Sawa, lakini watu wengine wawili watakuwa shambani, mmoja atolewa, mmoja ataachwa. Nini maana yake? Ni mavuno, ndivyo? Hayo ndio mavuno yenyewe ambayo yameweza kuzungumziwa juu ya wale ambao, kuna watu ambao wataweza kutoka shambani, lakini kuna wengine ambao watabaki wapi? Watabaki shambani. Sasa Mungu mwenyewe ameandika kwamba kuna watu ambao watatoka shambani, lakini kuna wengine watatoka shambani. Wale ambao watatoka shambani ni watu gani? Wale ambao wamelielewa neno na kuweza kulitambua neno na wameeleza kulifuata neno. Hao ndio ambao wametaliwa na wataweza kuja mlima Sayuni, kwamba hii ni mbingu ambayo iko hapa duniani, na hapa ni mahali ambapo watu watatawala pamoja na Kristo pamoja na Mungu milele. Kwa hiyo tukiweza kuangalia matokeo ya waliovunwa na ambao hawakuvunwa, matokeo kwa waliovunwa na kwa ambao hawakuvunwa. Wale ambao wamevunwa, hawa wanakuwa ni watu gani? Watoto wa Mungu, wanakuwa wana wa Mungu, kwamba wana mbegu ya Mungu ndani yao. Wanakuwa wana wa Mungu kwa sababu gani? Wana hiyo mbegu ya Mungu ndani yao. Lakini pia hawa wameweza kufufuliwa na wanaishi, na ni watu ambao wataweza kupata uzima wa milele. Sasa ni watu ambao wameweza kupokea ufufuo na wataweza kuishi. Kwa nini? Sababu wameweza kuamka kiroho, wameweza kufufuliwa, na ni watu ambao wataweza kuishi milele. Lakini pia wale ambao hawajavunwa, hawa ni watu gani? Watoto wa Shetani. Kwa sababu gani? Wana hiyo mbegu ya Shetani ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo tukiweza kuangalia kwamba ni wale ambao wanaongeza na kupunguza bado, na ndio maana wamebaki wapi? Wamebaki hapo shambani. Kwa hiyo tukiweza kuangalia pia, hawa ni watu ambao wanapokea ufufuo wa hukumu. Sababu gani? Kwa sababu roho zao hazijaamka. Kwa hiyo kile ambacho watapokea ni ufufuo wa hukumu. Wataweza kwenda jehanamu, ambao kuna moto usiozimika milele. Kwa hiyo tutapaswa ni wale ambao wasiovunwa, si ndivyo? Kwa kuwa tumeweza kuona kuna jehanamu, si ndivyo? Kuna jehanamu ambayo ni moto usiozimika milele na funza ambao hawafi. Kwa hiyo kiuhalisia tumeweza kuona kwamba kwa wale wasiovunwa ni watu ambao wana nini? Wana mbegu ya Shetani ndani yao. Lakini kuna wale ambao wamevunwa, hawa ni watu ambao wana mbegu ya Mungu ndani yao. Ni watu ambao wanaongozwa na neno la kweli, si ndivyo? Na hii ndio mbegu ya Mungu, kwamba wamezaliwa kwa mbegu ya Mungu, lakini pia wamelitambua neno na wameweza kuvunwa. Wako wapi? Wako hapo mlima Sayuni, ambako ndio sehemu ambako mwanakondoo anakusanya mavuno yake. Lakini pia tukiweza kuangalia juu ya wale wasiovunwa, wale ambao hawajavunwa, tukiweza kuangalia ni sehemu ambako wamefungwa. Kuna sehemu ambako wamefungwa, si ndivyo? Kwamba sehemu ambako wamefanywa watumwa. Na sehemu ambako wamefungwa ni wapi? Makanisa ya kitamaduni. Makanisa ya kitamaduni ambao ni wapi? Babeli. Hapa ni mahali ambapo wale wasiovunwa wamekusanywa. Lakini ni nani anayewafunga na kuweza kuwashikilia? Wachungaji wa uongo. Ndivyo, wachungaji wa uongo
Hawa ndio ambao wameweza kuwashikilia na kuendelea kuwakusanya hapo, na hukumu itakuja kuwakuta, si ndivyo? Hawa ndio ambao wameweza kuwafunga matita matita. Tuweze kuangalia mstari mmoja, Mathayo 23 mstari wa 13. Mathayo 23 mstari wa 13. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamwingii, wala wanaoingia hawamwachi waingie. Amen. Amina. Yesu wakati ule ujio wa kwanza aliweza kuambia ole wenu Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawazuia watu kuingia wapi? Katika ufalme wa mbinguni, wala nyinyi wenyewe hamwingii, na wale wanaotaka kuingia mnawazuia wasiingie. Sawa? Ndicho ambacho kinafanyika pia kwa wakati huu tulionao. Wachungaji wa uongo wanaweka juhudi kubwa sana kuweza kufanya nini? Kupinga kazi ya mavuno ambayo inafanyika. Kwamba wewe ukienda mlima Sayuni umepotea kabisa, usiende mlima Sayuni. Sawa? Je, wako sawa sana neno? Hawako sawa sana neno. Ni watu ambao wanaongozwa na mawazo yao wenyewe, lakini pia wanaongozwa na mitizamo yao wenyewe. Na hao ni watu ambao hawana mahali pa kuwapeleka waumini, hawana mbingu ya kuwapeleka, si ndivyo? Kwa nini? Kwa sababu mbingu walionao ni mbingu ya mawazo yao wenyewe. Hawafuati kile ambacho Mungu amesema kwenye Biblia. Na ina maana wanapeleka watu wapi? Jehanamu. Hata watu wakitaka kuingia wanawakataza wasiingie. Sawa? Kwa mfano mchungaji akigundua kwamba muumini wake anasoma neno kichwa cha mlima Sayuni, anatumia kila mbinu kuweza kumuondoa. Kwa nini? Anazuia mtu asiingie katika ufalme wa mbinguni, lakini yeye mwenyewe hawezi kuingia. Lakini pia tukiweza kuangalia kwenye hii Mathayo sura ya 23 ule mstari wa 3 na 4, tumeweza kuona Yesu ameweza kuelezea kwamba wanawatisha watu mizigo mizito ambayo wao pia hawezi kuibeba. Sawa? Wanawatisha watu mizigo mizito ambayo tuwezi kuibeba. Mtumishi wangu Grace Chao, unaweza ukasoma mstari wa 3 na 4. Mathayo 23 mstari wa 3 na 4. Nitasoma Mathayo 23 mstari wa 3 hadi wa 4. Unasema, basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano kwa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Amen. Amina. Natumai tumeweza kusikia juu ya mistari, si ndivyo? Wanawatwika watu mizigo mizito ambao wao wenyewe hawezi kuigusa kwa kidole chao. Nini maana yake? Kwamba tukiweza kuangalia uhalisia wa wachungaji wa uongo, wanawabebesha watu mizigo, kwamba wao ni watu ambao hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu wanawafunga katika nini? Mafundisho ya uongo. Wanawafunga katika mafundisho ya uongo, na watu hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini pia wachungaji hiyo mizigo hawezi kuibeba, sababu hawa watu wanaenda wapi? Wanaenda jehanamu. Kwa tupasi wale ambao tunafungwa katika uongo, tunapaswa kuweza kuongozwa na nini? Na neno la Mungu la kweli, na kwa namna hiyo ndipo ambao tutakaofahamu mapenzi ya Mungu. Kwa wale ambao wanafungwa, wanaowafunga ni watu gani? Wachungaji wa uongo ndio ambao wanafunga watumishi wa Mungu, ndivyo watu wa Mungu katika makanisa yao, ambao ni nini? Ni magugu, uhalisia wa magugu. Lakini pia vitu wanavyotumia kuwafunga ni mafundisho ya uongo na neno la uongo. Mafundisho ya uongo na neno la uongo, hichi ni kitu ambacho wanatumia kuweza kuwafunga, kwamba ni watu ambao wanadanganywa lakini hawana evidence yote kwenye Biblia, ndivyo? Ni watu ambao wanadanganywa lakini hawana chochote ambacho kinaonyeshwa kwenye Biblia kwamba imeonyeshwa kwenda mlima Sayuni ni dhambi au ni vibaya kwenda mlima Sayuni. Hapana. Lakini hawa ni watu ambao wanatumia nini? Uongo, ndivyo? Wanaongeza na kupunguza. Kwa hiyo ni watu ambao wanatadanganya watu wa Mungu. Na matokeo yao ni nini? Matokeo yao ni nini? Ni jehanamu, si ndivyo? Matokeo yao ni jehanamu, kwamba hakuna mbingu ambao wataweza kwenda. Hakuna mbingu ambao wanaweza kuingia. Kwa sababu gani? Hawajaweza kufuata maandiko. Na ikiwa hawajafuata maandiko, ina maana wanaenda wapi? Wanaenda jehanamu. Kwa ni lazima tuweze kufahamu wale ambao ni mapenzi ya Mungu, tuweze kuongozwa na nini? Njia ambayo Mungu ametupa ni neno. Na pale ambao tutaongozwa na neno, tutakuwa ni wale ambao tutafika pale Mungu alipo,
na tutakuwa tumeweza kupata ahadi ya Mungu. Kwa Mungu hakuna katikati, si ndivyo? Hakuna katikati kwamba ngoja nikae kidogo niweze kupima niangalie. Hapana, Mungu anataka ile imani ambayo inasoma asilimia ngapi? 100. Hata ikiwezekana asilimia 120 sawa, lakini sio icheze kwenye 99, 98. Hapana, huyo mtu Mungu anamtoa nje, si ndivyo? Kwa sababu ni mtu ambaye ana sita. Mungu amesema nini? Kwamba mtu wangu akisita sina furaha naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye hawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Unapaswa kuamini katika neno, kwa kuwa ni Mungu amesema na ndivyo itakavyokuwa, si ndivyo? Kianza kwenda kwenye mstari wa 17 hadi ule wa 20. Mstari wa 17 hadi wa 20 unasema, kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, naye ana mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katikati ya ile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali akisema, tia mundu wako mkali ukachume vichala vya zabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akatupa mundu wake hata nchi, akachuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji, damu ikatoka mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili 200. Amina. Kwenye mstari wa 17 hadi wa 20 tunaweza kuona kuna hukumu kwa wale watu ambao hawajavunwa. Wale ambao wamebakia wapi? Wale ambao wamebakia shambani, kuna hukumu yao inakuja. Na tumeweza kuona kwamba shinikizo linakanyagwa, si ndivyo? Shinikizo linakanyagwa kwamba hii ni hukumu ambayo inakuja kwa wale watu ambao wamebaki wapi? Wamebaki shambani. Sana kilivyoelezewa pia kwenye Mathayo 24, Mathayo 13, tumeweza kuona kwamba wale ambao wanabaki shambani wanachoma moto, kwamba hiyo ni wapi? Jehanamu. Lakini pia kwenye Ufunuo 14 tumeweza kuona wale ambao wanabaki shambani, hilo shinikizo linakanyagwa, si ndivyo? Shinikizo linakanyagwa kwamba hiyo ni hukumu. Kwa hiyo tukiweza kuangalia kwenye mstari wa 17 anasema, kisha nikaona malaika mwingine akitoka katikati ya lile hekalu lililoko mbinguni, naye ana mundu mkali. Hekalu lililoko mbinguni ni wapi? Hekalu la hema ya ushuhuda, mlima Sayuni. Lakini pia malaika mwingine ambaye ni mfanyakazi anayetoa taarifa kwamba muda wa mavuno umefika, ndivyo? Muda wa kuweza kuwateketeza wale ambao wamebakia shambani umefika. Akatoka katika lile madhabahu yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti juu yule mwenye mundu ule mkali akisema, tia mundu wako mkali ukachume vichala vya zabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Kwamba hawa ni waumini wa hema iliyoharibiwa pamoja na madhehebu yote ya Kristo yako hapo, si ndivyo? Hawa wataweza kuhukumiwa. Wataweza kuhukumiwa kwa sababu wako wapi? Hawa wana mafundisho ya uongo, si ndivyo? Wana mafundisho ya maharibifu, mafundisho ambayo ni ya wachungaji wa uongo, na uongo katika mioyo yao. Hawa wataweza kuhukumiwa. Ni sana kile ambacho pia kimeweza kuandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati 32 ule mstari wa 32 hadi 33. Mvinyo alionao ni sumu ya majoka, uchungu mkali, kwamba ni mafundisho ya uongo ambao alionao ndani ya mioyo yao. Lakini pia kwenye mstari wa 19 anasema, malaika yule akautupa mundu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi. Kwamba wale waumini wa hema iliyosaliti pamoja na madhehebu yote ambao ni wa Kristo wataweza fanya nini? Wataweza kuhukumiwa. Akautupa mzabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Kwamba ni nini maana yake? Neno la hukumu ya Mungu, kwamba wale ambao hawana neno la uzima, neno lilofunuliwa, wao wataweza kuhukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu wana mafundisho ya uongo ndani ya mioyo yao. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili 200. Shinikizo limekanyagwa, damu ikatoka katika hilo shinikizo, si ndivyo? Ambalo ni wale watu ambao wameweza kufanya nini? Kupitia hilo neno la hukumu, kwamba ni watu ambao wameweza kuhukumiwa. Damu katika shinikizo, damu ikatoka mpaka kwenye hatamu za farasi. Farasi ni nini? Farasi ni mwili, si ndivyo? Farasi ni mwili, na tukiweza kuangalia juu ya farasi kama ni mwili, kwamba shinikizo, damu imeweza kutoka mpaka kwenye hatamu za farasi. Hatamu ya farasi, tukiweza kuangalia hatamu ya farasi, farasi alipo kwenye shingo yake, si ndivyo? Kuanzia pale ambapo anafungwa zile kamba kwa ajili ya kuweza kushikilia, hilo ndio hatamu ya farasi, si ndivyo? Kuna kamba ambayo inafungwa kwenye nini? Kwenye mdomo wa farasi.
Hiyo ndo hatamu ya farasi, kwamba damu imeweza kutoka mpaka hatamu ya farasi. Damu ni nini? Kwamba watu wote wameweza kufahamu, ndivyo, watu wote wameweza kufahamu hukumu imekuja, kwamba mafundisho yalikuwa ni nini. Watu walikuwa na mafundisho ya uongo, kwamba hakuna mtu ambaye atafahamu. Ameweza kusema urefu wa maili, mwendo wa maili 200, kwamba watu wengi sana wataweza kufahamu kwamba hukumu imekuja kwa sababu gani. Kuna watu ambao wanahukumiwa ambao hawakuwa na neno la uzima, na wachungaji wote wa uongo wataweza kufahamu kwamba hukumu imekuja kwa sababu gani. Kwa sababu wamefanya nini? Wameweza kuwashikilia waumini, lakini pia na wenyewe wanahukumiwa. Na ameweza kusema hatamu ya farasi kwamba wataweza kufahamu mpaka kwenye midomo yao, wataweza kufahamu mpaka kwenye midomo yao, wataweza kufahamu juu ya uongo ambao walikuwa wanaufanya kwa watu wa Mungu, na wataweza kuhukumiwa. Kwa hiyo tukiweza kuangalia juu ya shinikizo, sababu ya shinikizo kuweza kukanyagwa ni kwa sababu ya hukumu inatokea sehemu ambayo hawa watu wameweza kutupwa, si ndivyo? Sehemu ambako hawa watu ambao wana mafundisho uongo wameweza kutupwa, na ameweza kusema ni nje ya mji, sehemu ambayo wameweza kuharibiwa, sehemu ambayo wanafanya nini, sehemu ambako uharibifu unakuja. Na tukiweza kuangalia ni kwa nini nje ya mji, ina maana mji ni upi? Mji ni mlima Sayuni, si ndivyo? Kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa nje ya mlima Sayuni hakuna wokovu. Hao watakuwa nje ya nini? Watakuwa nje ya mji wa Mungu. Kwa hiyo tukiweza kuangalia mji wa Mungu ni wapi? Mlima Sayuni. Mji wa Mungu ni mlima Sayuni, na wale ambao watakuwa nje ya huu mji hakuna wokovu nje ya mlima Sayuni. Na ameweza kusema nje ya mji damu ikatoka, kwamba taarifa ikatoka kwamba ile hema ya mbinguni imehukumiwa, kwamba kuna watu ambao wanafanya nini, wanahukumiwa. Na shinikizo likatoka mpaka kwenye hatamu za farasi. Taarifa zinasambaa midomoni mwa wachungaji wa uongo, si ndivyo? Taarifa zinasambaa midomoni mwa wachungaji wa uongo kwamba hukumu imekuja, ndivyo, hukumu imekuja. Na tukiweza kuangalia katika kila sehemu ambako kuna mchungaji wa uongo ni kama kilomita maili 200, ni kama kilomita 300 kutoka katika kila upande, si ndio, ambako mchungaji wa uongo alipo. Kwa hiyo tukiweza kuangalia hii ni hukumu ambayo Mungu atafanya pia kwa wakati ambao ni wakati wa mwisho, kwa wale ambao hawajaweza kulishika neno la Mungu, ndio. Na tumeweza kuona kile ambacho nimeweza kuambia pia. Hatamu ya farasi ni hapa, si ndivyo? Juu ya hii kamba ambayo inafungwa kuweza kushikilia juu ya hichi kipande cha juu, lakini pia kwa yule ambaye anayemuendesha farasi anashikilia hizi kamba, si ndivyo? Akitaka akate kushoto anavuta kushoto, lakini kulia anavuta kulia. Kwa hatamu ya farasi ndio ambayo tunaweza kuiona kwamba maneno hukumu imeweza kutambulika katika midomo ya wachungaji wa uongo pia, nao wameweza kupata taarifa, na taarifa zimeweza kusambaa kwamba hukumu imefanya nini, hukumu imeweza kuja. Hukumu imeweza kuja kwamba kwa wale ambao wamefanya nini, wameweza kubakia shambani, hukumu inakuja kwao kwamba shinikizo la hilo la ghadhabu ya Mungu linafanya nini, linakanyagwa. Na taarifa zinasambaa kila mahali kwamba hukumu ya Mungu imekuja kwa wale ambao wameweza kubakia hapo shambani. Kwa hatupasi kuwa ni wale ambao tutabakia shambani, au hatupasi kuwa na uoga aina yoyote kuweza kupata neno la Mungu, kwa kuwa yale ambayo Mungu ameweza kuahidi yatatimia kwa 100%. Ataweza kutimia kwa 100%. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye ameahidi ni Mungu, na ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu hiyo ni ahadi ya Mungu ambao na ni mpango wa Mungu ambao ameweza kuweka kwa watu wake, na ndivyo itakavyotimia, si ndivyo? Ndivyo itakavyotimia. Lakini pia tuweza kuangalia mstari mmoja ambao unaelezea pia juu ya wale ambao wako nje ya ufalme wa Mungu waweze kuokolewa. Ufunuo 21 tuweze kusoma mstari mmoja. Ufunuo 21 mstari, haijaelezea vizuri. Ufunuo 22 mstari wa 10. Mstari tuweze kusoma Ufunuo 22 mstari wa 15. Ufunuo 22 mstari wa 15. Nitasoma. Inasema huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Amen. Amina. Tunaweza kuona kwamba huko nje wako mbwa na wachawi
na wauaji na hao waabuduo sanamu. Nje ya nini? Nje ya mji wa Mungu. Kwa sawa? Nje ya mji wa Mungu. Mji wa Mungu ni upi? Mlima Sayuni, au katika mbingu mpya na nchi mpya. Huu ni mji wa Mungu wakati huwa utimilifu wa Agano Jipya, kitabu cha Ufunuo. Kwa watu ambao wako nje ya huu mji, na maana ni watu gani? Tukiweza kuangalia, amesema huko nje wako mbwa. Mbwa, tukiweza kuangalia, mbwa ni wasaliti, si ndivyo? Wale ambao wamesikiliza neno lakini wakaliacha hilo neno. Mbwa, nguruwe ni wasaliti. Lakini pia tukiweza kuangalia, wachawi ni wale ambao bado wanaendelea kutabiri uongo, na wazinzi ni wale ambao bado wanaendelea na kujihusisha na mafundisho ya shetani na kuwa na mahusiano na hiyo roho ya shetani. Lakini pia wauaji ni wale ambao wanaua imani, si ndivyo? Wale ambao wanaua imani bado wanaendelea kutoa mafundisho ya uongo kwa watu wa Mungu. Lakini pia na wao waabuduo sanamu, wale ambao bado wanaendelea kufuata wachungaji wa uongo, wale ambao bado wanaendelea kufanya nini? Kufuata mafundisho ya Mungu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Hao ni watu ambao wako wapi? Wako nje ya mji wa Mungu, ambao ni nini? Mlima Sayuni. Kwa hilo ni kundi ambalo haliwezi kuokolewa. Ni mahali ambapo hukumu inakuja. Nadhani tumeweza kuona hilo shinikizo linakanyagwa, ndivyo linakanyagwa, kwamba ni hukumu ambayo inakuja kwa wale watu ambao wako wapi? Wako nje ya mji wa Mungu. Wale ambao wako shambani ni mahali ambapo hukumu itakuja. Kwa hiyo hatutakiwi kubaki shambani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa ni mahali ambapo patahukumiwa. Kwa sawa? Na hapa ndio mwisho wa somo letu kwa siku hii ya leo. Nitaweza kusali tuweze kuhitimisha. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa ajili ya muda na wakati huu. Tunasema asante pia kwa kuwa umeweza kutufahamisha mapenzi yako, lakini pia umeweza kutuonyesha mji wako mtakatifu ambao ni mahali ambapo utakuja na kuweza kukaa na watu wako milele. Nasi tunaomba ukatusaidie tuweze kuingia katika mji huu kwa kupitia neno lako la kweli, tu wale ambao tunaongozwa na neno, na tuweze kufanya maisha ya imani kutokana na neno lako la kweli. Nasi tunaomba ukatusaidie tuweze kujishinda sisi wenyewe, ili tuweze kuwa wale ambao tutakaofanya maisha ya imani kutokana na neno lako la kweli, na tusiongozwe na mawazo yetu wenyewe wala na mawazo ya watu wengine. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba ukawe nasi, kuongoza hatua zetu pia, lakini pia ukatusaidie tuweze kuliishi neno na kuweza kulitenda neno, kwa kuwa hii ndio imani ambayo unaitafuta kwa wakati wa ujio wa pili. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba hayo yote kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako atimizwe hapa duniani kama ilivyo huko mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitie majaribuni, bali tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Amina. Watu wa Mungu, hapa ndio mwisho wa somo letu kwa siku hii. Tuweze kurudisha makofi mengi ya utukufu kwa Baba Mungu. Leo kidogo muda wetu kidogo umeenda kwa sababu tulipata shida ya mtandao kidogo, kwa hiyo poleni sana, lakini tumeweza kutimisha pia. Kwa yote ambaye ana swali kulingana na Ufunuo 14.